Kwa jina naitwa Steven Marco, ni mwana kikundi wa Voice of Bees. Voice of Bees mimi ndo mwenyekiti. Sisi ni kikundi ambacho kiko chini ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hivyo wametupa mizinga, wametupa elimu ya ufugaji nyuki, na hivyo leo wametuleta huku kwa ajili ya kupata platform ya kutambua masoko ya ndani na ya nje. Kwa hivyo tumekuja huku na bidhaa mbalimbali. Hivyo bidhaa tuna asali ya nyuki wakubwa, tuna asali ya nyuki wadogo, lakini tuna pollen au machavua, tuna mafuta ya kujipaka, kuna dawa ya ngozi, tuna propolis tincture ambayo ni dawa kwa ajili ya kifua, vidonda vya tumbo na mwenye shida ya upumuaji. Lakini tuna mishumaa, tuna shampoo ya kuoshea mikono imetokana na asali, tuna nta ya asali, tuna dawa ya kuchua, yote imetokana na nta ya asali. Hivyo tumefika huku kwenye hii siku maalum, siku ya nyuki duniani. Tunapozungumzia siku ya nyuki duniani, tunazungumzia siku ya uchavushaji. Tunapozungumzia uchavushaji, tunazungumzia food security ama usalama wa chakula. Uwepo wa wadudu hawa wanahakikisha kwamba tunapata chakula cha kutosha kwa sababu ya uchavushaji. Kwa hiyo issue nyingine tunayo hapa, tuna bee hotel kwa ajili ya solitary bees. Umetembea huku kote, umeona tunaona tu asali, tunaona vitu, lakini tuna kitu moja hapo ambayo kiko very unique ambayo inaitwa bee hotel. Hii bee hotel ni kwa ajili ya nyuki wale ambao wanaishi peke yao, so wanaitwa solitary bees. Sasa kwenye hii bee hotel tumeweka aina mbili za nyuki, maana ni combination. Aina ya kwanza ni nyuki wanaong'ata ambao hatuwarini. Tumeweka mzinga pale juu kama utakavyoona. Huo mzinga unakuwa unazalisha tu nyuki, hatuurini. Kwa hiyo tukiamua sasa tunataka kuwekeza kwenye ufugaji, tunaweka mzinga pembeni, kundi likijigawa tunapokea sasa nyuki kutoka kwenye ule mzinga ambao hatuurini. Lakini solitary bees hawa ni wachavushaji bora duniani kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza hawana pollen buckets za kubebea zile pollens. Hii hotel naweza nikasema ni nyumba ama hoteli ambayo wao wanaitengeneza, kwa sababu wao kama wao wana makazi yao, lakini kutokana na shughuli ambazo sasa zimezidi shughuli za wanadamu, hawa nyuki wengi wao pia wanaishi kwenye ardhi. Ardhi yetu unaona siku hizi mambo ya kilimo, mambo ya ufugaji hawana nafasi ukiacha sehemu zilizohifadhiwa. Kwa hiyo tumetengeneza hizi maksudi kwamba shughuli za binadamu za kila siku zimezidi, ambazo zinafanya sasa hawa wakose sehemu ya kuishi. Kwa hiyo kama kuanzia hapa hadi mwisho pale, hii ni paving. Maana yake walipaswa hao wawepo mmoja au wawili. Kwa hiyo sisi wanadamu sasa tunatakiwa tuwatengenezee nyumba zao ili waishi humu. Kwa hiyo kama hapa tuna species kama 5. Nina leaf cutter bee ambao ni wale wanakata leaves kufunika zile nyumba zao. Kuna carpenter bees ambazo wao wanafunika kwa kutumia bark of the tree. Alafu kuna mason bee ambao wanafunika kwa kutumia udongo. Ambalo naweza nikasema kama Voice of Bees ni kwamba watu wakaribia kwenye banda letu, lakini ukiacha banda basi baada ya maonyesho watu tafute hasa kwa ajili ya hii bee hotel, kwa sababu tumeshasema kwamba haionekani. Mimi binafsi nimekuwa sasa balozi nchini Tanzania, yani niko peke yangu na napambana kwamba hii ipate platform na iende mbele na ieleweke kwamba inafanya nini. Tunapatikana Karatu. Kwa hiyo tunapatikana Karatu Rhotia. Kwa hiyo karibu sana Karatu Rhotia, mjifunze kuhusu mambo ya ufugaji wa nyuki wakubwa, nyuki wadogo, lakini tunafanya combination pia ya solitary bees. Karibuni sana.